Niwashukuruni sana hasa katika miradi ambayo mikubwa mlioifanya. Ujenzi wa shule sio kitu kidogo. Ujenzi wa vituo vya afya si kitu kidogo. Ni maono ya serikali ya kuendeleza na kuhakikisha ya kwamba huduma za wananchi zinapatikana kwa urahisi na kwa wakati sahihi. Na ndio maana zamani ulikuwa ukiumwa hadi wakakufikisha General ambapo ni Dodoma, pengine unaweza kuwa umeshapoteza maisha. Serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan ikaona hapana, kwa sababu unahitaji heshima na heshima ijieleze yenyewe, tunahitaji kujenga vituo vya afya kila kijiji. Hayo ndio maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tupigieni makofi popote pale alipo. Utu wake katika kuwekeza katika elimu na kuamua kubeba majukumu ya wazazi katika kuendeleza watoto katika michango ya shule. Akatangaza mpango wa elimu bure. Siku ya leo imekuwa muhimu sana kwangu, hasa kuweza kufika katika shule yetu, kuangalia mazingira ya kuwapokea watoto wetu wa awali na wanaoendelea. Ni faraja yangu na nimefarijika ya kuona kwanza mmepiga kazi kubwa sana ya kuandaa mazingira hayo kwa pamoja, mkishirikiana nyinyi na serikali. Jipigieni makofi kwa hilo ndugu zangu. Madarasa yanapendeza, na leo tu watoto wamekuja pale nikajua labda nitakuta wengine hawana sare, lakini watoto wamependeza katika uniform. Maana yake ni nini? Churuku ya mwaka wa nyuma ndani ya Kinkima sio ya sasa. Mmeendelea kupevuka katika swala la elimu, na ndio maana mzani wa elimu unawekewa uzito kila panapokucha. Mtoto anatengewa budget kuanzia awali, akiingia kidato cha 4, akienda chuo kikuu napo kuna mikopo, ili kusudi kesho na kesho kutwa huyo mtoto ndio hazina yako. Lakini sio wa kwako tu, ni hazina ya taifa. Bahati nzuri nyinyi Warangi ni waadilifu sana. Hongereni kwa walimu. Hongera mratibu wa elimu. Hongera mtendaji wa kijiji. Hongereni wananchi kwa kimbia ya hapa na pale kwa ajili ya kwenda kuisaka na kupeleka kitu pale na kuweza kutengeneza maendeleo makubwa kama yale. Naelekeza. Tumefungua leo tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026. Wanafunzi wenye sifa za kuingia darasani mnazijua. Na tumeelekeza kwamba awe na sare, asiwe na sare, mtoto aenda wapi? Yaani hakuna kikwazo. Mzazi usio na kipato kwa wakati, kwamba hujamnunulia mtoto, sisi tunakuomba huyo mtoto mpeleke na suruali yake, mpeleka kasoni. Baada ya wiki moja, leo ni Jumanne sio? Mpaka Jumatatu tutaamini hata ambao mlikuwa mmesafiri mtakuwa mmesharejea. Tutaanza operation kali kuwatafuta watoto wetu wa serikali. Lazima waende wapi? Na tutakutoza faini mara 2, mzazi na mtoto. Mtoto wako awe mtoro tutamkamata, na wewe mzazi tunakukamata. Kwanza nianze na kuwapongeza kwa kushiriki kwa kikamilifu katika ujenzi wa mradi wetu wa ujenzi katika shule ya msingi Kinkima. Sote tunakumbuka mwaka jana serikali ilitoa kiasi cha shilingi milioni 64.6 kujenga madarasa 2 ya elimu ya awali pamoja na matundu 6 ya vyoo. Kwa hiyo tukaja hapa kuhamasisha
Mnakumbuka hata mimi mwenyewe nilitoa mchango wangu, nikasema tukatoa bega kwa bega kuchangia nguvu za wananchi, na mimi mwenyewe nilishiriki kwenye kutoa mchango. Hivi leo kwa kweli nawapongezeni sana, mradi upo karibu 80% au na zaidi kidogo. Kwa hiyo hongereni sana wana Kinkima. Hiyo yote ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais ambaye anasema kwamba anajitahidi kuleta fedha nyingi kwenye sekta ya elimu. Anasema mtoto yeyote yule wa Kitanzania asiachwe nyuma katika sekta ya elimu. Kwa kweli tunamshukuru sana na kumpongeza, na aendelee kutuletea fedha nyingi na sisi tuendelea kumuunga mkono kwa kila hali. Kwa hiyo ndo adhima yetu hata sisi wenyewe. Lakini sasa tunajua wote kwamba sekta ya elimu inazo changamoto za hapa na pale, lakini tukiungana wote, serikali kuu, serikali ya kata, serikali ya kijiji, shule na wananchi kwa ujumla, tukiungana, hizi changamoto ndogo ndogo hizi tunaweza tukaendelea kuziondosha au kuzipunguza kadri tunavyoweza. Labda nisisitize tu mambo machache. Nisisitize mambo machache kama 3-4 hivi. Lipo swala la chakula cha wanafunzi shuleni. Huu ni mpango wa serikali kwamba shule zote za msingi na shule za sekondari watoto waweze kula chakula cha mchana shuleni, ili wakishakula chakula cha mchana wafuatilizie vizuri masomo yao. Katika robo iliyopita ya Oktoba mpaka Disemba, nafikiri uchangiaji haukuwa mzuri kwa sababu ya swala la uhaba wa chakula hata majumbani, lakini tujitahidi sasa, tumefungua shule, kila mzazi basi ajitahidi achangie chakula ili watoto wetu waweze kupata chakula shuleni, ili kwa kufanya hivyo wanafuatilizia vizuri masomo yao kwa karibu, muda wote watasoma kwa furaha wakiwa wameshiba, na hivyo tutapata matokeo ambayo tumetarajia. Lakini swala lingine ambalo naweza nikaliongelea, tujitahidi wote kuhakikisha kwamba watoto wote, wanafunzi wote wanahudhuria masomo yao. Nikiangalia takwimu za leo, katika watoto 1000 leo waliohudhuria ni 800 takriban na 10. Kwa hiyo ni kama 81% ya mahudhurio. Kwa hiyo hawa 19 wengine 19% wako wapi? Kumbe ni jukumu letu sisi sote wanajamii na viongozi tushirikiane, watoto wahudhurie masomo ili tuweze kuendana na ile kasi ambayo Mheshimiwa Rais anaitaka, ili tuweze kupata matokeo yanayotarajiwa. Kwa hiyo tujitahidi kila mmoja akisha kwamba mtoto wako, mtoto wa jirani au mtoto wa ndugu yako basi wahudhurie masomo shuleni muda wote, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, waweze kufuatilizia kwa ukaribu. Kwa basi nitoe wito kwamba wale ambao hamjapeleka watoto kuripoti kwenye shule ya sekondari ya Churuku, tufanye hivyo kuanzia kesho haraka iwezekanavyo, kwa sababu leo nimepita pale watoto uripoti ni kama watoto 8 au 10 ambao wamesharipoti. Kwa hiyo watoto wengi bado wako nyumbani, watakiwa waripoti ndani ya hili wiki, ifikapo Ijumaa watoto wote wao wameripoti. Kwa hiyo tushirikiane, watoto wote ambao wamechaguliwa kwenda shule ya sekondari ya Churuku wakaripoti kuanzia kesho bila kukosa. Baada ya hili wiki kupita, nafikiri tutatumia sasa nguvu ya dola kuanza kuwakamata. Sasa kwa nini usubirie nguvu ya dola wakati unaweza ukampeleka mtoto kwa hiari na mwenyewe ukamwandikisha akaendelea kusoma kwa bidii? Kwa hiyo hilo ni swala la kuwaripotisha watoto kidato cha kwanza katika shule ya sekondari ya Churuku. Tufanye hivyo pasipo kukosa. Pia ambalo linasisitizwa sana ni uandikishaji wa watoto wa darasa la awali na darasa la kwanza. Uandikishaji mpaka sasa hivi bado uko chini sana. Kwa mfano mpaka leo hii wanafunzi ambao wameandikishwa pale darasa la kwanza shule ya msingi Kinkima ni kama watoto 40. Kati ya watoto ambao tunategemea tuandike watoto karibu zaidi ya 150, lakini mpaka leo wameandikishwa watoto 40 tu. Awali ni hivyo hivyo. Tunatakiwa tuandikishe watoto wa awali zaidi ya 100, lakini walioandikishwa hapo ni kama 32. Kwa hiyo tujitahidi watoto wote ambao wamefikisha umri wa miaka 5 lazima wakaandikishwe elimu ya awali. Na watoto wote ambao wamefikisha miaka 6 lazima wakaandikishwe darasa la kwanza. Hayo ni maagizo ya serikali, sio maagizo yangu, ni maagizo ya serikali. Tufanye hivyo haraka iwezekanavyo. Ndugu zangu wananchi, leo tumefuatana na ziara ya mtendaji wa kata. Ni ziara ya kiutendaji wa kata, na ni lazima wafuatana na viongozi wa chama ngazi ya kata. Kuna mambo mengine yatazungumziwa ya kiserikali, yatatatuliwa kwa njia ya kiserikali. Kuna mambo mengine yatatatuliwa kwa njia ya chama. Ndio maana huwa tunafuatana na viongozi wa chama na serikali. Hata au waziri
anapokuja hapa lazima aje na katibu wa mkoa ama katibu wa wilaya husika. Anapokuja mbunge lazima aje na viongozi wa chama ngazi ya kata. Nawashukuru kwa ujenzi mliojenga pale kwa nguvu zenu, na serikali imechangia. Serikali imechangia shilingi milioni 60 na laki sita. Na nyinyi nguvu zenu ziko pale. Mimi niwashukuru sana tena sana tena sana. Na jengo lile linaenda kukamilika. Tumeshalikagua jengo lile linaenda kukamilika. Kwa hiyo tuvute subira. Tumalizie pale mafundi wetu wamalizie, watoto wetu waingie kusoma. Lakini kikubwa kama mwenezi wangu alivyosema, tupeleke watoto shule. Kwa huu mfumo huu wa sasa, leo tarehe 13 watoto wote waanze kusoma shule na waende wakaripoti sekondari. Kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 20 ndio mwisho. Kwa wale wa kidato cha kwanza. Lakini shukuru tu kwamba kwa upeo na utaratibu wa miradi yetu ya shule na upokeaji wa wanafunzi wa awali ni jambo jema, na tunahitaji kutokana na hali hii basi wazazi sote kwa pamoja tuendelee kuleta watoto shuleni, chakula kwa ajili ya watoto shuleni, na ni jambo jema serikali imetusaidia. Serikali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha nyingi sana kulingana na miradi iliyoonekana. Mengi tumeona, hospitali ametoa fedha, vituo vya afya, shuleni, pia amesaidia swala zima la maji, miundombinu na kadhalika. Kwa hiyo kwa ufupi kwamba tumeshukuru sana na tutaendelea kuhamasisha wananchi wote tukiwa ni viongozi wa chama. Mimi ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Churuku. Tutaendelea kuhamasisha na tumepokea miradi mingi, tutaendelea kuihamasisha. Lishe kwa kweli tumelipokea vizuri, kwa sababu tayari kwanza tushaona kuna umuhimu zaidi wa kuwa na lishe mashuleni, kwa sababu yule mtoto anapoteza muda mkubwa sana anapotoka shuleni. Ametoka ile saa 6:30 na anaenda pengineo mbali. Kwa mfano sisi tuna vitongoji viwili ambavyo viko mbali, Chekanao na Lusangi. Ni vitongoji ambavyo ni zaidi ya kilomita 6-7. Kwa hiyo kwa hili swala la lishe kwa kweli ni zuri sana na tumefarajika sana. Na labda swala la elimu na miradi ambayo tumepewa. Kwanza tumshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, ni rais ambaye ameona mbali, kwa sababu ukiangalia sisi huku miradi ilikuwa ni vigumu kutufikia, lakini sasa hivi kwa kweli tayari tushaona mkono wake, na sisi ni washukuru vile vile wananchi ambao kidogo tulivyoshirikiana nao tayari walikubali kumuunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan na kukubali kuongeza baadhi ya visenti walivyokuwa navyo, na mpaka sasa hivi tumefikia hapa. Jengo tayari tumeshilisimamisha, japo kuna changamoto ndogo ndogo ambazo zinaweza zikatatuliwa siku baada ya siku. Mimi nimefarijika sana leo, tumefikiwa na mtendaji wa kata, ametutembelea kuangalia miradi yetu tulioifanya hapa. Tumejenga jengo la chekechea, tuna madarasa ya shule na watoto wetu wanafunzi wanasoma kwa vizuri na maendeleo yao ni mazuri. Wanafunzi wetu yani lishe imekuwa hafifu sana kwa mwaka huu. Chakula kilikuwa ni cha shida, mvua ilikuwa ya shida. Kwa hiyo lakini tutapambana angalau tufundishe watoto wetu, tuwapatie lishe ili waendelee kupata elimu. Karibu katika shule ya